Injera, the speed of Collins Injera. Uhakika viwanjani. Chama through pass. Wow. Ali. Kevin De Bruyne. Oh, wow, that's brilliant. That is magnificent. Hujambo na karibu katika Uhakiki viwanjani. Jina langu ni Musa Brian Edaki. Bingwa wa Olimpiki na dunia mbio za mita 800 Emmanuel Onyunyi amenyimwa ushindi na Marekani Cooper Lufthansaus. Cooper amekuwa na msururu wa ushindi katika matoleo ya ligi ya Diamond na toleo la Bislett mjini Oslo halijakuwa na utofauti. Mwanafunzi huyu wa shule ya upili ya Texas mwenye umri wa miaka 17 alimpiku Onyunyi kwa muda wa saa 1 dakika 42 sekunde 8. Onyunyi coming back. One last push. Oh, it's so close on the line. Cooper Luchthansa has got it again. And for the man who only left high school 2 weeks ago, it's top marks. Katika matokeo mengine, Timothy Cheruiyot ashinda kwa kunaswa na teknolojia ya picha VAR na kupata ushindi dhidi ya Yared Nguse katika maili ya Oslo, ushindi wa Wanda Diamond League kwenye michezo ya Bislett kule Oslo. Nuguse, Cheruiyot on the inside, Myers on the outside. Surely Nuguse can't do it again. Oh, the Cheruiyot, the 2019 world champion on the inside. Oh, they've given it to Nuguse. Defender wa zamani wa timu ya taifa Harambee Starlets Terry Ouko ateuliwa kusimamia mechi zitakazochezwa katika uwanja wa Mercedes-Benz mjini Atlanta, Marekani. Ouko atasimamia na kuhakikisha viwango vya FIFA kuhusu haki za kibinadamu, kukabiliana na ubaguzi na utunzaji wa mazingira katika mechi 5 za makundi na 3 za muondoano zitakazochezwa katika uwanja huo. Ouko kwa sasa anahudumu kama naibu rais wa chama cha maslahi ya wachezaji KEFWA, kando na kuketi katika bodi ya kimataifa ya FIFA FIPRO. Zaidi ya waendeshaji baiskeli 1000 watazamia nafasi za ubingwa wa dunia katika msururu wa Loop Safari Gravel Series wanaivasha siku ya Jumamosi. Waendeshaji baiskeli 1000 wakiwemo waendeshaji 38 wa kimataifa mashuhuri wanatarajiwa kushindana katika mkondo wa pili wa mfululizo wa msururu wa safari ya Loop mwaka 2026 Jumamosi hii katika mbuga ya kitaifa ya Hell's Gate kule Naivasha. Tukio la Naivasha pia litatumika kama mchujo wa mfululizo wa dunia wa gravel wa UCI na kuifanya kuwa moja ya mbio 4 za kufuzu katika baraza la Afrika mnamo mwaka 2006. Gravel meaning moving away from the tarmac and getting onto the off-roads. So we're looking to see that we get more and more people coming into cycling, not just to compete, but also the enthusiasts. Kimataifa, bingwa wa Botswana Lesile Tebogo aandikisha ushindi dhidi ya Go Gold katika makala ya Oslo mbio za mita 200 katika mashindano ya Wanda Diamond League. I had to rewrite the script. I had to rewrite the race I ran in Rabat. I didn't run the curve. I only ran the last 100, and today I had to twist it a little bit and run the curve and just roll out into the straight. There's a new to everything that we do. Mabingwa wa kombe la dunia mwaka huu watatia kibindoni bilioni 6.9. Kiwango hiki ni ongezeko kutoka kwa kima cha shilingi bilioni 5.4. Timu ya pili itatuzwa shilingi bilioni 4.7. Nambari 3 akitia kibindoni shilingi bilioni 4.2, huku timu ya 4 ikiondoka na shilingi bilioni 3.9. Kipute cha kombe la dunia kinachoandaliwa nchini Mexico, Canada na Marekani kinaanza leo rasmi, huku pambano la ufunguzi likiwa kati ya Mexico na Afrika Kusini katika kundi A. Jumla ya mechi 104 zitasakatwa katika viwanja 16 vilivyo katika miji 16 tofauti. Kufikia hapo natamatisha habari za Uhakika viwanjani.